Na ndugu mtazamaji, karibu katika mwendelezo wa masomo yetu yanayohusiana na afya kutoka Erastobe Food Product. Natumai una afya njema kabisa. Ni kwa mara nyingine tena tunakutana katika masomo haya ndugu mtazamaji, ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Leo nataka nikuelekeze utofauti uliopo kati ya maziwa fresh ya ng'ombe au ya wanyama pamoja na maziwa mgando au yogurt. Maziwa mgando, na hapa nina maziwa mgando au yogurt ambayo iko fresh tena ya kienyeji kabisa. Sasa utofauti ni kitu gani? Kitu gani kinatofautisha maziwa fresh pamoja na maziwa mgando ama yogurt ya wanyama? Maziwa mgando inaweza ikaingia kwa wote. Mtu yeyote anaweza katumia maziwa mgando, labda kwa wale wenye matatizo labda ya vidonda vya tumbo na kadhalika, kwa sababu maziwa mgando ina bakteria wazuri aina lactose. Kwenye maziwa mgando hatuwezi tukapata sukari aina ya lactose ambayo inapatikana kwenye maziwa fresh. Hivyo basi, kwa wale wenye matatizo ya lactose intolerance, yani ambao matumbo yao hayawezi kuvumilia sukari aina ya lactose ambayo hutokana na maziwa fresh, basi maziwa mgando inaweza ikawasaidia sana, haiwezi kawaletea shida hiyo. Lakini tofauti namba mbili ni kwamba maziwa fresh ina protini, ina calcium pamoja na vitamins mbalimbali, lakini kwenye maziwa mgando hatuwezi tukapata vitamin hivyo kwa kiasi kikubwa sana. Unaona, tunapata kwa kiasi chake, ila calcium inayo, ila kwa kiasi chake. Ila maziwa fresh ina calcium nyingi zaidi, ni rich calcium. Ndio chakula pekee ambayo ina calcium nyingi sana, lakini umakini unahitajika katika matumizi yake. Maziwa mgando yenyewe huongeza bakteria wazuri. Hii ni probiotics. Maziwa fresh inaonekana ina ladha zaidi kutokana na sukari aina ya lactose, lakini maziwa mgando inaonekana imepoa na ina uchachu kidogo kutokana na uchachushaji wake kwa kupitia hizo bakteria. Maziwa fresh ina lactose, sukari aina lactose kwa kiasi kikubwa, na haimfai sana mtu anayepunguza uzito, yani mwenye obesity. Haimfai sana maziwa fresh kwa sababu ina lactose, ina sukari aina ya lactose ambayo inaweza ikaongeza uzito kwa namna moja ama nyingine. Hivyo basi, tunapendekeza mtu ambaye ana uzito mkubwa ama mwenye kisukari atumie maziwa mgando, yogurt, kwa sababu yogurt tayari ile lactose imepunguzwa kwa kiasi kikubwa na ina bakteria wazuri kama acidophilus ambao ni wazuri kwa tumbo, ni rafiki yake tumbo. Hivyo basi ni nzuri, itamsaidia mtu anayepunguza uzito kupungua vizuri. Yogurt itakupunguza vizuri sana. Lakini pia hata kwa mtu ambaye hapati choo kikubwa vizuri, akitumia maziwa mgando atapata choo kwa sababu ya hao bakteria. Lakini ukichukua maziwa fresh, sio salama sana kwa tumbo, inaweza kukufanya usipate choo kikubwa vizuri. Maziwa mgando tutasema ni chakula kinachoishi kwa sababu ina bakteria wazuri, lakini ni alkaline food. Ni chakula ambacho hatupati asidi tunapotumia, ni alkaline, ni base, ni chakula ambacho inafukuza asidi. Tofauti na maziwa fresh, ni chakula chenye asidi, yani ni acidity food. Kwa hivyo unapotumia maziwa fresh, ndio maana kuna kuwepo na reaction tumboni za aina mbalimbali. Tumbo ina asidi kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo unapotumia maziwa fresh ambayo pia ni asidi, basi reaction hutokea. Lakini unapokula chakula cha alkaline base katika tumbo lako, zitaelewana kwa sababu acidity na alkaline kitu kinakaa vizuri, tumbo linapoa. Kwa hiyo maziwa mgando ni chakula kizuri sana cha tumbo. Lakini maziwa fresh pia huharibika haraka sana. Huu ndio tofauti mwingine, inaharibika haraka sana kuliko maziwa mgando. Maziwa mgando kutokana na bakteria inaweza ikakaa muda mrefu, inaweza ikastahimili mazingira kwa muda mrefu. Na utofauti mwingine ni kwamba maziwa mgando ni nzuri sana kwa ngozi yako. Maziwa mgando inaboresha ngozi, inang'arisha ngozi sana. Hasa ukifululiza, lazima ngozi yako itakuwa na muonekano mzuri. Ni rafiki yake melanin utakapotumia maziwa mgando vizuri kutokana na hao bakteria, na pia inakuwa na maji mengi sana. Maziwa mgando ina maji mengi sana. Lakini maziwa fresh sio nzuri sana kwa ngozi. Na ndio maana tunashauri wale watu ambao wana matatizo kwenye ngozi kama spots au wana chunusi wasitumie maziwa fresh, kwa sababu ina protini kwa kiasi kikubwa ambao ina support wale bakteria ambao wanaendelea kukushambulia au kushambulia ngozi yako, waendelee kukushambulia zaidi. Hivyo basi, mtu ambaye ana shida ya ngozi hastahili kutumia maziwa fresh.
inaweza ikamzidishia matatizo zaidi, kwa sababu ina protini nyingi. Hivyo tunasema tumie maziwa mgando ili ngozi yako iweze kukaa vizuri. Na kwa siku ya leo, ndugu mtazamaji, sina la ziada. Nilikuwa nakuelekeza utofauti uliopo kati ya maziwa mgando na maziwa fresh. Nafikiri umejifunza. Usisahau kusubscribe, kushare na comment ili watu wengine nao waweze kupata elimu hii. Asanteni na tukutane katika video nyingine. Bye bye.